Bwana Yesu asifiwe. Karibu katika maombi ya ukombozi yanayokuja kwako saa 9 usiku na Pastor Miamba, na tunaenda kuomba kinyume na roho za madeni, roho za kudaiwa. Tumeingia mwaka mpya, lakini yamkini naongea na mtu ambaye anadaiwa. Sasa nataka twende tukaelewe ya kwamba madeni ni roho na huwa inakomeshwa, inashughulikiwa kiroho. Haijalishi ulienda kukopa, adui anaweza kukutazamisha ukaanza kuona jinsi ulivyoenda kukopa, utadhani ya kwamba ni kitu cha kimwili hivi kama uliamua tu ukaenda, lakini kumbe katika ulimwengu wa roho madeni ni roho, madeni ni uvamizi, madeni ni uharibifu ambao adui huwa anauweka na upo kimkakati, very strategic. Mpaka unaingia kwenye madeni kuna mkakati wa nguvu za giza unakuwa umekuingiza huko. Wala watu ambao wanaendaga kukopa wanaelewa vile unavyotiwa moyo kwenda kukopa na unavyoona ni rahisi kwenda kukopa, lakini huwa haiwi rahisi kurudisha. Na unaweza kutiwa moyo sana na wanaokopesha, lakini kipindi ukisha kopa wale watu wanageuka kuwa mwiba, kwa sababu ni kitu cha kiroho. Madeni ni moja ya malango ya kuzimu yanayofunguka kumtesa mtu. Madeni. Sasa madeni tunapoenda kuyashughulikia kiroho, tutashughulikia pande zote mbili. Upande wa kwanza ni wa giza ambao tutaenda kuharibu mipango yote ya nguvu za giza, roho za madeni na uharibifu wao wote unaotufuatilia. Tunaenda kuharibu, tunang'oa roho za madeni zinazokufuatilia, tunaharibu plani za madeni. Lakini pia upande wa pili wa kupambana na haya madeni ni kuijua siri kubwa ya kutokuwa katika madeni, kwa sababu Biblia inasema hivi katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 28 mstari wa 12, atakufunulia Bwana hazina yake nzuri, nayo ni mbingu, kwa kutoa mvua ya nchi yako kwa wakati wake, na kwa kubarikia kazi yote ya mkono wako, nawe utakopesha mataifa mengi, wala hutakopa wewe. Sasa tunaona maandiko yanaeleza ya kwamba tutakopesha mataifa mengi wala hatutakopa. Lakini anaeleza kwa nini? Anaeleza kwa nini? Kwa sababu kuna mlango umefunguliwa. Atafungua Bwana hazina yake nzuri. Halafu ghafla ikifunuliwa hazina, ile hazina inaenda kuathiri ghala. Anasema nayo mbingu kwa kutoa mvua ya nchi yake kwa wakati wake. Anaongelea production, anaangalia hali ya uwezo wa kuweza kuzalisha na kuhifadhi. Lakini baada ya hapo sasa anaeleza kwa habari na kwa kukubarikia kazi ya mikono yako, kwamba mikono inabarikiwa. Halafu ndipo wewe sasa utakopesha mataifa mengi na wewe hautakopa kamwe. Sasa ukiangalia maandiko yanaeleza hivyo hivyo kwa habari ya kuzijua fikra za shetani. Kitabu cha Wakorinto sura ya 2 mstari wa 11, Wakorinto ya 2 sura ya 2 mstari wa 11 anasema shetani asija akawapata kuwashinda, kwa maana hatukosi kuzijua fikra zake. Sasa tunajua kabisa ya kwamba tunaposoma maandiko kwa habari ya kwenda kukopesha na si kukopa, ni wazo la Mungu, ni fikra za Mungu, ni mkakati wa Mungu, ni plani ya Mungu kwa watu wake. Shetani anaijua plani hii ya Mungu kwa watu wake. Anajua ya kwamba kuna vitu vinavyoweza kwenda kuharibu ile plani ya Mungu kwa watu wake. Yeye anaenda kuiblock. Hawezi akamblock Mungu, hawezi akaenda kuiharibu ile plani kwa Mungu. Anaenda kukuchanganya wewe mwenyewe, halafu ghafla ile ahadi ya Bwana inakosa uhalali wa kufanya kazi kwako. Sasa tunaona hapa maandiko yanaeleza kwa habari ya mtu asiyetoa fungu la 10, ile ahadi ya kazi ya mikono kubarikiwa inablokiwa, inaharibiwa.
Sasa unakuta shetani anakuzuia wewe usitoe fungu la 10, anazuia wewe usifanyike baraka, kwa sababu Biblia inapoeleza ya kwamba utakopesha mataifa, wewe hautakopa. Usidhani ya kwamba inakwambia kwamba wewe utakuwa unakopesha bila kulipwa. Lakini hiyo lugha ni kwamba utafanyika kuwa baraka, yani utabarikiwa na wewe utafanyika kuwa baraka. Sasa maandiko yanaeleza namna ambavyo baraka hizi zinaweza zikazuiliwa. Unaona hapa maandiko yanasema hivi katika kitabu cha Malaki sura ya 3, tuanzie mstari wa 7. Anasema, tokea siku za baba zenu mmegeuka upande mkayaacha maagizo yangu, wala hamkuyashika. Nirudieni mimi nami nitawarudia ninyi, asema Bwana wa majeshi. Lakini ninyi mwasema, turudi kwa namna gani? Mstari wa 8, je, mwanadamu atamuibia Mungu? Lakini ninyi mmeniibia mimi. Lakini ninyi mwasema, tumemuibia kwa namna gani? Mmeniibia zaka na dhabihu. Ninyi mmelaaniwa kwa laana, maana mnaniibia mimi. Naam, taifa hili lote leteni zaka kamili ghalani, ili kiwemo chakula katika nyumba yangu, mkanijaribu kwa njia hiyo, asema Bwana wa majeshi. Mjue kama sitawafungulia madirisha ya mbinguni na kuwamwagieni baraka, hata isiwepo nafasi ya kutosha au la. Nami kwa ajili yenu nitamkemea yeye alaye, wala hata haribu mazao ya ardhi yenu, wala mzabibu wenu hautapukutisha matunda yake kabla ya wakati wake katika mashamba, asema Bwana wa majeshi. Sasa unaona haya mambo yanategemeana. Kule Mungu anaposema hautakopa wala hautakopa bali utakopesha, anaeleza ya kwamba kuna vitu atavifungua kwako, ambavyo hivyo vitu anasema ataifungua hazina, halafu ataruhusu baraka zije kwenye kazi ya mikono yako. Huku anaeleza ya kwamba kumbe zile baraka zile na ahadi ile inaweza ikafungwa na wewe mwenyewe, endapo kama hautajua siri ya fungu la 10, ukajikuta unamuibia Mungu dhabihu, unamuibia Mungu zaka. Ghafla ahadi ya kule kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati inakuwa inapata kukosa uhalali wa kufanya kazi kwako. Sasa haya mambo yanaendana. Unapofunga na kuharibu nguvu za giza zinazoleta madeni, lazima watu waelewe madeni yanatokea wapi. Hayo mapepo yalipata uhalali lini? Ulipofanya nini hayo mapepo yakaja? Hayo madeni yanatokea kuzimu. Haijalishi ulikopa kwa ajili ya mambo gani, yametokea kuzimu. Yalitokea siku ambayo mbingu zilizuia, ama mbingu hazikuachilia baraka kwako, na ndio maana fedha ikawa ndogo kuliko uhitaji, ndipo ukaenda kukopa. Hiyo ndio kanuni. Na ili uweze kuondoka kwenye madeni, ni lazima kwanza ufanye mambo mawili. La kwanza, lazima ufunge nguvu za giza katika ulimwengu wa roho zilizoleta madeni. Namba 2, tukio la haraka ni kwenda kuondoa vikwazo vya baraka mbinguni kufunguliwa kwako. Vile vikwazo ukaviondoe kwa kutoa fungu la 10 na kuanza upya. Unajua swala la fungu la 10 ni Mungu ametoa maelekezo, lakini linamhusu anayetoa. Yani baraka zinarudi kwa anayetoa. Yani mnufaika wa kwanza ni anayetoa. Shetani anaweza kukudanganya usitoe fungu la 10. Anaweza kukuambia usitoe fungu la 10, lakini madhara utakuja kuyaona mwenyewe. Utayaona lini? Utaona siku ambapo matokeo yanatokea kwamba ghafla mbingu zinazuiliwa zisitoe umande, nchi inazuiliwa isizae. Ndipo ambapo naona ghafla unachokifanya hakikuingizii. Ghafla unaweza ukajikuta unaingia kwenye madeni yasiyolipika kwa sababu ya kanuni umeiharibu, na adui anatumia fursa. Kwa hiyo tunapoenda kukuombea leo, mimi naenda kutamka neno la kufunguliwa kwako leo kinyume na madeni. Wewe unayenisikia ambaye huna madeni, zingatia sana kutoa fungu la 10. Na wewe ambaye una madeni, angalia, ninapoomba mapepo yanaenda kuachia, lakini mashtaka lazima yafutwe.
weka nadhiri ya kuanza upya kutoa fungu la 10. Anza upya kuwa mwaminifu kutoa fungu la 10. Umhakikishie Mungu utakuwa mwaminifu kwa kidogo, umhakikishie Mungu utakuwa mwaminifu kwa kikubwa. Kwa sababu watu walijaribiwa kutoa fungu la 10, walijaribiwa kwenye kidogo. Mtu anasema hii shilingi 1000, fungu la 10 ni shilingi 100, hivi nianze kuituma hii kweli? Hivi Pastor Miamba atanielewaje? Hivi kweli atanielewaje? Mimi nikiona umetuma shilingi 100 ni fungu la 10, ninakuelewa vizuri sana, tena ninajua level zako za kiroho ziko juu, kwa sababu uwezi ukakaa na hiyo hela. Utakula, adui atakudanganya, utaitumia, utaipuuzia, halafu milango itafungwa. Kwa hiyo nitajua kwa nini umeitoa. Lakini wale watu ambao wanaweza wakashinda kujaribiwa kwa kidogo, ambapo anakuta hii shilingi 500 anatoa, 1000 anatoa kama fungu lake la 10, atakuja kujaribiwa kwa kikubwa. Mungu atafungua milango apate milioni 10, halafu aone, je, huyu mtu atachukua milioni 1 kwenda kutoa fungu la 10? Ukilishinda hilo, ataachilia milioni 100, aone kama unaweza ukachukua milioni 10 kwenda kutoa fungu la 10. Jinsi utakapozidi kushinda, Bwana anazidi kukuachilia katika viwango vipya na kukuinua sana. Kwa hiyo natamani sana wewe unayenisikia wakati huu, unaye tamani kuanza maisha mapya, ambaye hutaki tena madeni, nataka niende nikaombe kwa ajili yako. Madeni ya kuachie, giza likuachie, na uwe huru kuanzia leo. Lakini pia amka, anza upya. Yamkini umeshawahi sikia sana masuala ya fungu la 10, halafu kayachukulia kawaida. Yamkini tu unapata fedha na maisha yanaendelea, lakini kuna milango fulani ya vyumba vya utajiri, hivyo vyumba milango yake umeifunga. Ila utakapoanza kutoa fungu la 10, ndio utajua kwamba ile hela uliokuwa unaipata ilikuwa ni ya mkate wa kila siku. Lakini ukiwa mwaminifu, utaviona vyumba vya kuinuliwa kwako, ile milango ya vyumba vya utajiri wako, ambavyo Mungu aliviongea pia kwenye kitabu cha Wakorinto. Akasema mambo ambayo jicho halijaona, sikio halijasikia, wala hayakuwepo katika moyo wa mwanadamu, hayo ndio mambo ambayo Mungu amewaandalia wampendao, nayo anayafunulia kwa Roho. Nini maana yake? Hapo mambo makubwa Mungu ametuandalia, tutafunuliwa nayo kwa Roho. Kwa hiyo nataka mtu mmoja, tunapoenda kushughulika na roho za madeni, kukemea roho za madeni, mwaka huu kataa kudaiwa. Mwaka huu kataa kukaa kwenye vifungo vya madeni. Tunapoenda kukataa roho za madeni katika ulimwengu wa roho, Bwana anakupa neema ya kuanza kumiliki na kutawala. Milango ikafunguke tena, ukazione baraka na ukakatae madeni kabisa, kwa kuwa mwaminifu, kutoa fungu la 10, kuwa mkarimu kwa Bwana kwenye fedha ambazo Mungu anakupa, lakini kutoa dhabihu mbalimbali, ahadi mbalimbali unazoahidi. Haya mambo yote atakufanya milango yako ibaki kuwa wazi na usidaiwe kamwe. Nataka tuende mbele za Bwana, niombe. Baba mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu aliye hai, asante kwa ajili ya ibada ya maombi ya ukombozi. Asante kwa maana Mungu aliye hai unamwondoa mtoto wako huyu katika roho chafu za madeni, roho chafu hizi ambazo zilichukua nafasi mahali ambapo mtoto wako alilala, shetani akapanda magugu. Mahali ambapo mtoto wako alipoacha kutoa fungu la 10, shetani akaleta madeni. Mungu liye hai, ninaomba neema, ninaomba rehema, ninaomba toba. Mungu liye hai, umrehemu mtoto wako ambaye kwa mikono yake aliingiza uharibifu, alikubali kusikia sauti ya udanganyifu iliyomwambia usitoe fungu la 10, na hatimaye akajikuta huko kwenye madeni. Kuna nyakati ulimweleza na kumfundisha, ukampa maelekezo kutoa sadaka mbalimbali, akazipuuzia. Alipoacha, shetani akapanda magugu ya madeni. Ninayang'oa magugu ya madeni kwa jina la Yesu. Ninang'oa mapando ya madeni kwa jina la Yesu. Ninang'oa uharibifu wa madeni kwa jina la Yesu. Ninatangaza na iwe neema kuanzia leo. Roho chafu za madeni na kutenga nazo kuanzia sasa. Hautadaiwa kwa jina la Yesu. Hautakopa kwa jina la Yesu. Utakopesha mataifa kuanzia leo. Ninakuvua vazi la madeni. Ninakuvua mateso ya madeni kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, na nguvu ya ushindi ingie ndani ya maisha yako. Uende katika viwango vipya. Hautakopa tena kwa jina la Yesu. Ninayatangazia madeni yanayokuzunguka yayeyuke kama barafu leo katika jina la Yesu. Madeni yanayokuzunguka ya kuachie leo kwa jina la Yesu Kristo. Uharibifu wa nguvu
Nguvu za giza ukuachie leo katika jina la Yesu Kristo. Roho chafu zikuachie leo katika jina la Yesu Kristo. Hautakopa tena. Roho za madeni, hali ya kukopa haitakushikilia tena kwa jina la Yesu Kristo. Yale madeni, Roho Bwana afungua milango ya madeni kulipika kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Kwa maana ile roho chafu iliyomshikilia inayoleta madeni imekwisha kuondoka. Baba, asante kwa maana unamsaidia mtoto wako huyu. Madeni hayatamshikilia tena kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth, Mungu aliye hai. Amen, amen, amen. Mungu wangu akubariki sana. Basi utaenda kufanya mambo muhimu haya niliyoyaeleza. Jambo la kwanza, kama wewe sio mtoaji wa fungu la 10, anza leo. Usiruhusu hata kama ni shilingi 1000, usiruhusu ukasema hii ni iache tu. Itakuletea mashtaka katika ulimwengu wa roho. Lakini adui anaweza akakupelekea mashtaka ya shilingi 50. Kwa jitahidi kuwa mwaminifu kwa kidogo na kikubwa. Jitahidi kuwa mwaminifu kwa fungu la 10 ili maisha yako yawe yanaenda juu, yasishuke chini. Lakini la pili, katika maombi haya ya kukemea nguvu za giza, kama una madeni, kama una deni liwalo lolote, shika sadaka yako sasa, ambayo kupitia maombi haya na sadaka unayoishika wakati huu, roho chafu za madeni zitaenda kuhukumiwa. Roho chafu za madeni zitaenda kukuachilia na sadaka itaenda kupiga kelele katika ulimwengu wa roho. Mungu wangu akubariki sana. Basi utashika sadaka yako kinyume na roho za madeni, utaiachilia kwenye ile lipa namba M-Pesa ambayo ni 57 78 76 0, au namba za mawasiliano 0713 84 21 23 au 0744 98 25 17. Mungu wangu akubariki na uwe na wakati mwema. Amen.